Bwana Cholo, mambo vipi? Bwana poa sana. Bwana, umetazama mchezo wa timu ya taifa ya DRC Congo dhidi ya timu ya taifa ya England ama Uingereza. Congo wameweza kupambana kipindi cha kwanza, wameweza kwenda wakiwa hawajaruhusu goli, kwa maana wakiwa mbele kwa goli moja, lakini kipindi cha pili Halikane anawaadhibu mabao mawili na kutengeneza ushindi wa 2-1. Lakini kubwa zaidi, golikipa wa DR Congo amejizolea maarufu zaidi kwa kuweza kuipambania timu yake ya taifa. Kuna lipi la kuzungumzia mara baada ya mchezo hiyo? Kwanza niwapongeze tu DR Congo kwamba wamepambana. Unajua walikuwa kwenye mchezo mgumu sana, lakini walifanikiwa kuvuna alama nzuri ambazo ziliwapeleka kwenye 32 bora. Lakini pia 32 bora amekutana na mfupa mgumu. Unajua England sio timu ya kubeza, kwa maana kwamba wana wachezaji ambao wana quality kubwa, na ukizingatia wanacheza kwenye vilabu vikubwa, wana striker hatari kwa sasa duniani. Mtu kama Harry Kane, unaona mtu kama Bukayo Saka, Champions pale England, Premier, wana mtu kama Madueke, umeona bwana, wana kina Anthony Gordon, watu wabaya kabisa, ameshasaini Barcelona sasa hivi. Unaona kabisa kina Declan Rice. Yaani wachezaji wao wamewazidi kiasi kikubwa tu wachezaji wa Kongo. Kwa hiyo na kingine ambacho pia tunakikosa sisi ni ile winning mentality, kwa maana tunaamini bado timu hizi za wazungu kule mashariki hatuziwezi. Umeshanielewa? Tunaamini kwamba timu za Afrika bado dhaifu, lakini ukweli ni kwamba sisi tunao uwezo wa kuzifunga zile timu. Kwa hiyo tunachokikosa kwenye msimu huu ni ile tu winning mentality, yani kwamba tunao uwezo wa kuwafunga. Hicho ndio tunachokikosa. Nafikiri msimu ujao tutafanya vizuri sana. Na nikimzungumzia Mpasi ni golikipa mzuri sana. Na magolikipa ambao huwa hawana majina makubwa sana kwenye mechi kama hizi huwa wanajitoa sana ili waonekane. Tumeona timu kama Vuzinya amefanya kitu kikubwa. Tunaona Lionel Mpasi anafanya kitu kikubwa kwa sababu ndio kwanza wanajiuza, pili ni wana enjoy sana kuzikazia timu kubwa, wachezaji ambao wana majina makubwa. Unajua kwenye mpira ukimkazia mtu ambaye ana jina kubwa, yani ukapambana naye ukaruka naye, unajua dunia itakuzungumza. Kwa hiyo una enjoy sana kwenye football kufanya kitu kama hiki. Kwa hiyo Lionel Mpasi kwangu mimi, ukitoa Alikene ambaye kuna magoli mawili kusaidia timu yake kwenda hatua ya 16 bora, kwangu Lionel Mpasi alikuwa ndo man of the match. Bwana, mashindano haya ya kombe la dunia yamekuwa tofauti sana na mashindano mengine yaliyopita. Maamuzi ya waamuzi yamekuwa bora sana, hususan kwenye swala zima la kubalansi uamuzi wake na kutenda haki. Hakuna ule uonevu ambao tumewahi kushuhudia miaka ya zamani, kwamba kuna kwa kidogo na uonevu hizi kwa timu zinazotoka bara la Afrika. Tunaona waamuzi fanya maamuzi. Kwa mfano ukiangalia mchezo leo tunamwona maamuzi anakataa penalti ambayo ilikuwa inapigwa kelele na wachezaji wa England, lakini akasema hapa hakuna penalti. Unadhani waamuzi wa kwetu wana kipi cha kujifunza kutokana na maamuzi ambayo wanayafanya waamuzi ambao wanaendesha ama wanachezesha michezo ya kombe la dunia 2026 kule nchini Marekani, Canada na Mexico? Nafikiri kila kitu kina wakati wake. Umeshanielewa? Hata kabla ya hizi teknolojia kuongezeka kwenye mpira, hizi timu za wazungu zilikuwa zina ubaguzi. Umeshanielewa? Watu wametajiri ili ushinde ubingwa ukicheza na timu ya watu weupe, yani kwa namna yote inatakiwa umzidi haswa, yani umfunge sana. Ndio maana timu ambazo zimeshinda ubingwa ni timu ambazo zina timu kweli kama Brazil, Argentina. Hata Argentina yenyewe haina watu weusi. Argentina ni watu weupe kabisa. Timu ambayo ina watu weusi alafu imeshinda ubingwa ni Brazil, nafikiri Ufaransa, sina uhakika na Uruguay ama Paraguay, nafikiri ameshinda ubingwa. Sasa ni Brazil na Ufaransa ambazo zina timu zina watu weusi. Umeshanielewa? Lakini sasa hivi wameenda mbele, wamegundua kwamba mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona. Umeshanielewa? Kwa hiyo kama utaleta mapenzi yako wewe kusema kwamba eti kwa sababu hawa ni England hawa ni Congo, basi mimi mbebe tu England kwa namna yote anaweza kushinda, maana yake unawanyonga watu wengine. Na ukizingatia sasa hivi teknolojia imeongezeka, kuna VAR, kwamba utaamua maamuzi yako, lakini VAR itafanyaje? Itakuumbua. Kabla ya VAR kulikuwa na zile picha za marejeo. Umeshanielewa? Picha za marejeo zikawa zinahukumu sana marefarees. Hata hapa Tanzania unaona kinachohukumu marefarees ni picha za marejeo. Wanaleta mapenzi, picha za marejeo zinahukumu kwa sababu wewe ulikuwa karibu na lile tukio, lakini umeamua kulifanya hivi. Sasa imerudiwa, sisi huku tumekuja kuona kwamba kumbe mwamuzi hana uwezo huo. Leo mwamuzi kabla hajaenda kwenye VAR, kabla hajaenda sehemu yoyote, Alikene na dive anaruka, akamuonyesha kabisa kwamba umefanyaje, umeruka, akuweka amkoja penalty. Lakini sisi kwetu huku waamuzi wetu kwanza waache mapenzi. Nafikiri kuna wakati utafika, hizi sio zama zao, akina Rajiga au akina Kayoko wataondoka, watatoka, watakuja waamuzi wengine kabisa, ambapo teknolojia pia itakuwa imeshaongezeka hapa Tanzania kwenye mpira wetu. Kwa hiyo na waamuzi nao watakuwa wanafanya vitu ambavyo vile ambavyo kama tunavyoona sisi mashabiki, na nafikiri kila kitu kina wakati wake.
Bwana, kwa ujumla kwenye zile mbio za ufungaji wa mabao kwenye kombe la dunia tunamwona kuna Kylian Mbappe, kuna Lionel Messi, kuna Erling Haaland, lakini vile vile kuna nyota wengine kama kina Harry Kane na wenyewe wanakuja juu. Unaona nani safari anaweza akachukua kiatu cha kombe la dunia akawa mfungaji bora kwenye mashindano haya? Nafikiri hapo kwenye safu ya washambulia hapo kwenye hiyo safu ya wafungaji bora hapo, kila mtu ana uhatari wake. Kila mtu ana uhatari wake. Unaona kabisa kwamba kila mechi ikikutanisha Ufaransa unasikia Kylian Mbappe, kila mechi ikikutanisha Argentina utasikia Lionel Messi, akikutanisha sijui Norway utakutana na Haaland, na leo unaona Harry Kane, lakini na Vinicius Junior kwa Brazil. Vinicius Junior kwa Brazil, afu kuna Dembele pia Ufaransa. Lakini mimi nikitazama nikisema nizungumzie ule uhalisia kwa maana nani anaweza kuwa top scorer, anakaribia kwani atawapita wenzake. Mimi nitatazama kwanza namna timu zinavyocheza. Kwa namna timu zinavyocheza na kutengeneza nafasi, nafikiri Kylian Mbappe ana nafasi ya kuwa mfungaji bora kwa sababu timu yake wanacheza vizuri sana na wana eneo hatari sana la ushambuliaji. Umeshanielewa? Na wana timu nzuri kwa ujumla kwa maana imebalance timu yao kuanzia chini mpaka juu. Ina maana kama watacheza michezo mingine miwili au mitatu kwa maana ya 16 bora, wacheze na robo finali, anaweza Kylian Mbappe akarudi tena kambani magoli labda 4, yani magoli mawili au 4 akafikisha magoli 10. Lakini kwa sasa hivi nafikiri kuzungumzia ni bado sana kutokana na hawa ambao wamefunga ya magoli wote bado wapo na wameenda kwenye hatua ya 16. Kwa hiyo tusubirie tena kwenye 16 bora nani ataenda nani atabaki. Baada hapo nafikiri tunaweza kupata mfungaji bora. Lakini kwangu mimi ukiniuliza nitakwambia Kylian Mbappe kwa sababu namna timu yao inavyocheza, wanatengeneza nafasi nyingi, anaweza kuwa mfungaji bora. Bwana, nani atubebe bara la Afrika? Kwa maana timu gani ambayo unaiona sasa inapaswa kubeba majukumu ama mikoba ya bara la Afrika kuiwakilisha Afrika kwenye hili kombe la dunia? Kwa sababu tumeona tayari Afrika Kusini imeaga mashindano, lakini tunaona tena Tunisia wao walishaga kwenye hatua ya makundi, lakini Congo DR na wenyewe ndio hivyo bye bye. Timu zinazidi kuongezeka zinazoaga mashindano kwa upande wa bara la Afrika. Nani tumwamini kwenye kombe la dunia kama bara la Afrika? Kwa sasa nafikiri kwa sababu Morocco ameshaenda, hakuna namna kumpa yeye kijiti kwa sababu ameshatangulia. Lakini ukiangalia kwa ubora wa hizi timu, mimi nilikuwa naamini Morocco, Senegal na Ivory Coast ndio timu ambazo nilikuwa naziamini sana. Lakini Ivory Coast ameshatolewa, kwa sasa ameshaenda Morocco na amebaki Senegal ambaye leo anacheza pia saa 5. Senegal kama atatolewa, mimi kwangu sioni tena kama kuna timu zaidi ya Morocco. Na kwa sababu Morocco wao ukitoa kucheza tu kujua kucheza mpira, Morocco wana winning mentality kwa sababu wamefika nusu final last season. Umeshanielewa? Kwa hiyo msimu wanaamini kwamba kama waliweza kumfunga Spain, walimfunga Ureno, England kama sikosei, wakatolewa na Ufaransa. Umeshanielewa? Kwenye hatua ya nusu final na wakacheza mshindi wa 3. Morocco anaona kabisa kama niliweza kuruka na Ureno na Cristiano Ronaldo, niliweza kuruka na Spain na kina Lamine Yamal na nani na uwezo wa kufanyaje wa kumfunga mtu yoyote. Na ndio maana unaona amedrona Brazil, amekuja amemtoa Uholanzi. Sio kitu cha kawaida kwenye mpira, unajua. Kwa hiyo Morocco mpaka sasa nafikiri kwa Afrika yeye ana nafasi kubwa ya kuitetea Afrika. Lakini tukamwangalia Senegal leo pia na Belgium. Kama na ila Senegal ile mentality ya kuwini mchezo bado hana. Unaweza ukakuta akacheza mpira mkubwa sana kwenye open playing, lakini kwenye finishing ikawa tatizo, au unasikia mchezo umesha kama hivi 2-1 au 1-0, kwa sababu Senegal anacheza vizuri lakini bado kwenye kuamua mechi hicho kitu hana. Kwa hiyo kwangu mimi Senegal na ninampa Morocco kwanza na pia nitampa Senegal kwa timu ambazo zimebaki. Tumalize na hili la Vozina kwa maana ya Cape Verde, wana kibaro kizito dhidi ya Lionel Messi Argentina. Na ukiangalia namna ambavyo wamecheza Cape Verde ni kama timu ya miujiza. Wanatoa sare zote 3, wanapata alama 3, wanashika nafasi ya pili kwenye kundi, wanafuzu, wanaingia kwenye hatua ya 32 bora. Lakini wana mlima mrefu zaidi duniani, naweza nikasema Lionel Messi kumzuia sio kazi rahisi. Argentina ya Lionel Messi ni timu ambayo unaweza kusema muda wote unaweza kufungwa. Kwa upande wa Cape Verde tuwape asilimia ngapi angalau wanaweza kufanya vizuri dhidi ya Argentina? Lakini kwa umaridadi wa golikipa Vozina anaposimama kwenye milingoti mitatu ya Cape Verde wanakuwa salama zaidi. Cape Verde kilichomfanya amefika hapa ni sio ubora mkubwa kwa maana wachezaji wake ni wana quality kubwa, lakini ni spirit ambayo imewafikisha hapa. Wanaweza sana kuulinda mchezo, umeshanielewa. Lakini sasa kwenye hatua hii huwezi kulinda mchezo tu kwa maana lazima utafika wakati mmoja lazima aondoke. Sasa mbaya zaidi wao wana spirit kwenye upambanaji, wanakutana na timu ambayo ina spirit zaidi yao. Umeshanielewa? Sasa ni ukitoa tu quality, Argentina wenyewe pia wana spirit kubwa sana. Wani wapambanaji wa kutosha. Mbaya zaidi wana ubora kwenye wachezaji wao. Umeshanielewa? Ukizungumzia Vozinha alifanya vizuri eneo la goalkeeping, unaenda kukutana na goalkeeper ambaye pia anafanya vizuri.
ni Martinez ambaye ni golikipa mkubwa na ni golikipa bora wa mashindano yaliyopita ya kombe la dunia, na mpaka sasa anafanya vizuri, anaiweka salama Argentina. Kwa aina ya uchezaji wa Cape Verde wana kazi kubwa sana, kwa sababu kama wanaenda, najua wataenda na approach ile ile, na kama wataenda na approach ile ile, naamini kabisa hawezi kumaliza dakika 90 hawajafungwa. Kwa hiyo Cape Verde ana kazi kubwa ya kuifanya, na mimi kwangu sidhani kama siwezi kumpa Cape Verde mbele ya Argentina. Bwana Cholo, mimi nikushukuru, ngoja tusubiri tuone nini kitakachotokea kwenye wawakilishi ambao tunawaamini kwamba wanaweza kuibeba bara la Afrika kwenye kombe la dunia. Tuwape pole wa Kongomani kule Kinshasa, bila shaka ni machozi na vilio mara baada ya kina King Mayele kuweza kuondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia. Asante sana, na tutakutana wakati ujao. Shukrani sana. Asante sana.